kazi sisi wa Kristo ni kushindana na dhambi. Haleluya! Kazi yetu sisi ni kushindana na dhambi. Usikubali kushindwa na dhambi. Tumesoma ya kwamba ushindane ubaya kwa wema. Hakikisha unakaa kwenye wema ili kushinda ubaya. Maana mtu akiushinda ubaya anakaa kwenye haki ya miliki ya Mungu, lakini akishindwa na dhambi anakaa kwenye haki ya miliki ya Shetani. Haleluya! Dhambi huturudisha tena kuwa wana wa Ibilisi. Tukishatenda dhambi, kama tuliokolewa kutoka kuwa wana wa Ibilisi, kutoka kwenye dhambi tukaingia kwenye wokovu wa Kristo, tukitenda dhambi zinaturudisha tena kuwa wana wa Ibilisi. Haleluya! Hata kama tumo kanisani, hata kama uko mahali popote unaabudu, ukishatenda dhambi inakurudisha kuwa tena mwana wa Ibilisi. Manake dhambi inakufanya tena uwe mwana wa Ibilisi. Kwa hiyo uliokolewa kutoka kwa Ibilisi dhambini, umeingia kwenye Ukristo, ukitenda dhambi inakurejesha tena kuwa mwana wa Ibilisi. Haleluya! 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 Tatizo hili linapotokea kuwa mwana wa Ibilisi halionekani. Maana ulizoea ibada, utaendelea kufanya ibada na huku bado sio mwana Mungu, ni mwana wa Ibilisi. Manake dhambi kwako hajawa na sababu ya kuzishinda. Lakini kama ukishindana na dhambi ukazishinda, utabaki kuwa mwana wa Mungu. Kwa dhambi mara nyingi zinaturudisha kuwa wana wa Ibilisi. Manake kabla ya wokovu tulikuwa wana wa Ibilisi, tulikuwa chini ya tawala ya Shetani, tulikuwa chini ya tawala ya Ibilisi. Lakini baada ya wokovu tumetoka kwenye utawala ule, tumeingia kwenye utawala wa Mungu, tumekuwa chini ya miliki ya Mungu. Tunaanza kushindana na yale tuliyoyakimbia. Haleluya! Musa amewatoa wana Israeli, yuko nao safarini, lakini akiwa safarini adui anayemtia pressure ni yule aliyeishi naye hapo awali. Haleluya! Wakati yeye Musa amewatoa kule wana Israeli, wanatoka katika nchi ya utumwa, wako safarini, nyuma majeshi ya Farao yanafuata. Sasa wakati majeshi ya Farao yanafuata, pembeni kuna milima, mbele kuna bahari, pembeni kuna milima, nyuma kuna maadui, hana kwa kuelekea. Haleluya! Sasa adui huyu akaanza kuwatia pressure Israeli, wakatetemeka. Kwa hiyo ndio maana tunasema wao waliokolewa kutoka Misri, wa Misri ndio waliowafuata. Waliokolewa kutoka Misri, waliowafuatia kuwatisha ni wa Misri wenyewe. Sisi hatujaokolewa kutoka Misri, tumeokolewa kutoka dhambini. Wanaotufuata ni dhambi zenyewe. Dhambi kazi yake zinatufuata ili kuturejesha tulikokuwa. Kwa Mkristo kama atatenda dhambi anarudi kuwa mwana wa Ibilisi. Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 3 mstari wa 8. Dhambi huturudisha tena kuwa wana wa Ibilisi. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 3. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 3 na mstari ule wa 8. Unasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Narudia, atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Haijasema aliye kanisani akitenda dhambi sio wa Ibilisi, ni wa Mungu. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kwa hiyo Mungu, Yesu mwana wa Mungu Yesu Kristo alijidhihirisha ili kuziharibu kazi za Ibilisi za dhambi. Haleluya! Biblia inasema yeye ametenda kazi ya dhambi toka mwanzo. Kwa hiyo mwana wa Mungu alijidhihirisha ili kuziharibu. Yale kudhihirika ni kuonekana. Alionekana ili kuzivunja kazi za Ibilisi, ili kuvunja kazi za dhambi, ili kuzivunja kazi za Ibilisi. Kwa hiyo kwa maana atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Haijalishi anasali wapi, haijalishi anakusanyika wapi, haijalishi anatoa sadaka wapi, isipokuwa tu atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kwa hiyo dhambi huturudisha kuwa wa Ibilisi.
Kwa hiyo kutoka tumekombolewa kutoka kuwa waibilisi, tumeingia katika kanisa ili tuwe wana wa Mungu. Tukishatenda dhambi inaturudisha tena kuwa waibilisi. Haleluya, haleluya. Kwa mtu akitenda dhambi anarudi tena kuwa waibilisi. Waraka wa kwanza Yohana 3:8 inasema atendaye dhambi ni waibilisi. Haijasema anayetenda hayupo kanisani, imesema mtu anayetenda dhambi asijifariji na falme ya mbinguni, asijifariji kuwa ni mwana wa Mungu. Atendaye dhambi ni waibilisi. Nikitenda dhambi mimi ni waibilisi. Ukitenda dhambi wewe ni waibilisi, hata kama umo kanisani. Hiyo sio kibali peke yake. Kibali chako ni kuwa katika kutenda haki. Ukitenda dhambi wewe ni waibilisi, na sehemu yako ibilisi imeandaliwa rasmi ni siwa la moto. Haleluya. Kwa dhambi tutakapotenda ni adui wa mtu wa rohoni. Mtu wa ndani unashindana na dhambi. Ukitenda dhambi wewe ni waibilisi, wala hauna kitu kingine cha kujitetea. Kwa ni lazima upingane na dhambi, usiwe waibilisi. Haleluya. Kwa hiyo usiwe waibilisi, ni lazima upingane na dhambi. Ndio maana nimesema mtu akiokolewa dhambini, akiingia kwa Kristo, anaanza kushindana na ile dhambi isimshinde tena, ili asirudi kuwa wanani? Waibilisi. Haleluya. Atendaye dhambi ni waibilisi. Kwa kama anayetenda dhambi ni waibilisi, wala usijishawishi, wala usijipe maksi ya mbinguni. Hata kama unatoa sana, hata kama unaimba sana, hata kama unahubiri sana, lakini kwa sababu dhambi imo ndani yako, wewe sio wa Mungu, ni waibilisi. Na kama ni waibilisi, maana yake unatumika na shetani, na ndio maana unaenda dhambini. Kwa sababu ungetumika na Mungu, ungelinena neno lake, usingeenda dhambini. Kwa hiyo kwa sababu unatumika na shetani, ndio maana unakwenda dhambini. Kwa hiyo wewe utabaki kuwa waibilisi, na aliye waibilisi sehemu yake ni ziwa la moto, hakuna kingine. Haleluya, haleluya. Ni lazima tujue ya kuwa tuliyekwisha kuokolewa tunashindana na dhambi. Dhambi inapokuja na ikataa kwa neno la Bwana. Wakati mwingine Yesu anaona adui anamjia, anaandikwa, lakini yeye Yesu anachoangalia, anayeniambia ni nani? Haleluya. Imeandikwaje? Hivi na hivi, kwamba jitupe chini unisujudie. Jitupe chini, Mungu atakuangazia malaika. Ni kweli imeandikwa kwenye Zaburi, lakini hakusema kijitupa. Kwenye Zaburi imesema kianguka. Kwa hiyo sasa unapoona, ni lazima uangalie maneno hayo, anashindana nayo. Kwa kazi yake anaishinda dhambi kwa kutoka kwenye kinywa cha shetani. Haleluya. Kwa maana mtu akishinda dhambi, huyu anabaki kuwa miliki ya Mungu. Ufalme wa Mungu ni wake. Tunapopigana leo ni kama hakuna ufalme, lakini siku inakuja ambapo tutakapokuja wana wa Adamu atakaposhuka hapa duniani kuwachukua walio wake, hapo ndipo patakuwa kilio na kusaga meno. Siku mbaya zinakuja, mauti itakapokunyemelea, mji unakataa, soda inakataa, kila kitu unachofanya kinakataa. Siku hiyo ndio utakapoona hii sababu ya hili neno. Ndipo utakapoona faida ya neno. Inasema mtu atendaye haki anayo faida, lakini atendaye dhambi anayo faida pia. Faida yake imesema ni katika ziwa la moto. Faida yake ni mauti. Faida yake ni jehanamu. Siku inakuja ambayo tutalala mauti, tutasaulika. Iko siku talala kitanda cha hospitali. Kila wakileta uji unakataa, kila wakileta soda hauingii kinywani. Mwili unataka, kinywa hakiwezi kupokea. Siku hizo zitakuwa siku za utisho, zitakaposababisha ukumbuke habari ya neno la Mungu, zitakaposababisha ukumbuke kwa habari ya maagizo ya Mungu. Ndipo utakapoangalia njia zako, utajiona kabisa mbingu inakukataa, mbingu inawapokea. Ikishatokea siku kama hiyo, ndipo utakapoona sababu ya kutubu dhambi zako. Lakini Bwana hataki vibovu, anataka visima vipekee. Haleluya. Kama ni kuwa mzima na umeishi kwenye Biblia miaka mingi, lakini Biblia unayo na dhambi unafanya,
Mtu amevaa rosari na kusina lazini na rosari. Mtu amemiliki Biblia, pamoja na Biblia yupo nayo, anaenda kutenda dhambi na Biblia anayo. Kwa sababu nini? Hajajua Mungu ni nani. Haleluya. Mungu huyu ungemjua ni nani? Moto ulishindwa makali kipindi cha kina Abednego na kina Meshaki. Wakati Mungu ameingia kwenye moto, moto haukuwa na nguvu, ndio maana waliokana wanne. Huyu ndiye Mungu tunayehubiri habari zake. Kama unaamua kwenda mbinguni, acha dhambi, usiwe ibilisi. Haleluya. Usitende dhambi, usiwe ibilisi. Dhambi yoyote uitendayo inakufanya uwe wa shetani. Kwa hiyo wewe unaweza kujua mbinguni unakwenda au wewe. Kwa sababu katika waraka wa kwanza wa Yohana sura 3:8 inasema atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa hiyo wewe unajua kwa matendo yako, je, kuna mbingu? Anza kufanya mabadiliko.